Beni twende ukaone, maana mimi kila siku ninavyoongea nao unaniona mimi mkorofi na vurugu humu ndani. Kwa hiyo Beni, kwa kuwa mtoto ndio siku yake ya kwanza kwenda shuleni, umeamua kumruhusu sasa ingie huko ndani apekue kila kitu na ondoke na pesa zako. Pesa zangu? Yaani unazungumzia zile pesa ambazo zilikuwa kwenye kipochi? Sasa nadhani mimi nazungumzia zipi hapa? Wewe nisikilize. Nimezitafuta sana hizo pesa nyumba nzima na sijaziona. Unataka kuniambia muondoka nazo huyu? Kwa mimi hapa naongea nini Beni? Jaribu kumwangalia mtoto amebeba hiyo pesa. Mimi sidanganyi, nimeona kwa macho yangu haya mawili. Wewe, umechukua pesa yangu? Uncle Ben, mimi sijachukua pesa zako. Mbona sielewi? Nini kinaendelea? Sina utani wewe. Nitakukanyaga tumboni. Nipatie hizo pesa. Beni, mtoto naona anakuchelewesha tu kwenye kazi zako huko, anakuzungusha tu. Wewe toa ruksa niguse begi lake afu nikuonyeshe. Sasa swali gani hilo baba? Hebu nichukulie hizo pesa mimi. Maana mimi ninavyoongea na wewe unaniona kama mimi. Vipi huko? Beni, mtoto anakuwa hizo pesa amebadilisha. Yaani muulize vizuri akwambia ameweka wapi. Nilijua tu. Nilijua. Anyway, kwa hiyo unataka kuniambia amechukua mtoto, si ndio? Wewe, sitaki utani sasa. Sina utani. Nipatie hizo pesa nifanye maisha yangu. Uncle Ben, mimi sijachukua hela yoyote. Na kwanza hata sijaingia chumbani kwenu. Hivi, unataka nichanganyikiwe? Yaani pesa nimetafuta nyumba nzima, nimekosa. Sasa hivi unaniambia pesa sijaileki, mara amechukua mtoto, mara kwanza na hichi kimkoba cha nani hichi? Aseme ni huu si mkoba ni wangu, kwani mkoba wangu mimi hujui mpaka leo unauliza mkoba nani? Anyway, nataka usachi wa mkoba pia. Nimesema angalia kwenye mkoba. Kwa hiyo sasa tuaminiani Beni, unanituma nikague mkoba wangu. Sawa, naangalia. Kwambia mimi humu hamna, mimi humu ni hamna. Vipi BBC London? Wanasemaje? Nilijua tu. Hili nililijua. Nikaona kabisa hizi shamla za kukurupuliwa kutoka chumbani sijamaliza kupaka mafuta hizi. Kutakuwa kuna jambo. Kwa hiyo mama, umeamua kwenda kuiba hela zangu nilizoficha juu ya draw. Na asilimia 100 mtoto hawezi kufika. Wewe umeenda umeiba zile pesa. Ulivyoiba zile pesa, umekuja hapa unataka kumuuzia mtoto kesi, si ndio? Unataka kunipiga zungula macho eti? Hapana Beni. Kuja hapa. Njoo. Ina maana unaniibia ili kusudi unimzingizie mtoto? Beni, mimi siwezi nikakuibia. Nakuuliza. Unanichukua kama kiuno chako? Unanichukua kama kiuno chako? Wewe unaomba wewe. Hebu leta mkoba. Fanya haraka huko. Shetani wa mguu mmoja wewe. Wewe una akili gani wewe? Kwa hiyo unachukua pesa ili umzingie mtoto kwa faida gani unaopata mama? Anakubana nini mtoto wa watu? Mtoto wa hali. Wewe nisikilize wewe. Nitafungwa. Nakwambia nitafungwa. Hivi unataka nikafie jela? Wewe unataka mimi nikafie jela email yangu ateseke? Na wewe una bahati yako. Una bahati ya mtende kuota jangwani. Haki ya mama leo ningekuvunja meno. Una bahati na kazi nyingi ofisini na natakuwa nimpitishe mtoto shuleni. Haki ya Mungu ningekuumiza. Yaani wewe una roho gani? Alafu wewe ninapoongea ungeukia huko. Angalia huko shetani wewe. Naongea unaangalia kama magharibi, unataka kufa? Unataka kufia kibla? Unataka kufia wapi? Magharibi? Wewe una bahati wewe. Kisha nipite shetani wewe. Yaani mtu analiroli baya tu. Ni unakuwa lijinga. Unaga sio akili wewe? Hebu kaga huko. Hala. Wewe vipi? Unanimwagia maji? Hivi una akili kweli wewe? Unajua kama nitakupiga unajua. Nitakupiga mpumbavu. Kanoni, unataka kunipiga? Haya nipige. Nipige! Unataka nikupige? Ndio nipige. Unajua nitakupiga kweli wewe Tami. Nitakupiga nakwambia. Mpumbavu wewe. Nipige. Nipige Kanoni. Unataka kunipiga si ndio? Haya nipige. Nipige! Tena nisikilize wewe mwanaume. Kabla sijasahau. Nimekuambia kuhusu zile nguo zako pale. Nimechoka, ninaongea kila siku, nimekuambia uchafu sipendi kwenye nyumba yangu. Nyumba inanuka kama choo cha soka, kunanuka gubegube, sielewi ni gubegube sijui ni kitu gani. Yaani kunanuka hakueleweki ndani. Kwa nini mume wangu anakuwa mchafu? Yale makoti yana siku ngapi pale ndani? Nimekuambia uyafue lakini umegoma kufua. Kwa nini lakini unakuwa hivyo mume wangu? Tena nisikilize. Sasa hivi nataka uondoke hapo uende ukachukue ile makoti uyafue. Sitaki. Kwanza wewe mwenyewe ulipo unanuka. Unanuka vibaya mno.
Kwa nini mume wangu hupendi wewe kuoga? Mimi mke wako ninaoga kila siku. Ona, mimi ninanuka. Niangalie, mimi ninanuka. Mimi sinuki, lakini cheki wewe. Angalia unajinusa, unanuka, unanuka vibaya kama choo cha soko. Wewe mwanaume gani usiyopenda kuoga lakini wewe? Lakini mke wangu, mbona mimi kuoga naoga mke wangu lakini? Na kuhusu zile nguo mbili kwa mke wangu umeshindwa kuzifua. Ungezifua tu mke wangu, zile nguo mbili zina shida gani sasa jamani? Nguo mbili? Nguo mbili, yani nguo mbili hizi unaziona ni chache. Sasa nisikilize nikwambie. Wewe si unaona ni nguo mbili ni chache? Unataka sasa hivi uondoke hapo uende pale ndani, ukachukue zile nguo, uzifue, maana sitaki uchafu kwenye nyumba yangu. Tena nisikilize wewe mwanaume. Mwanaume wewe huna huruma hata kidogo. Unaniambia mimi mke wako niende nikafue nguo mbili? Yaani nguo mbili unaziona ni chache. Hizo nguo ambazo unaziona kwako wewe ni chache, kwangu ni nyingi kwa sababu nina kiumbe chako tumboni. Wewe mwanaume huna huruma hata kidogo. Nimekubebea mtoto ndani ya tumbo langu. Ndani ya tumbo langu kuna kiumbe chako, lakini huna huruma, hujali. Unajali maslahi yako wewe mwenyewe. Kwa nini lakini mume wangu? Aya, nimekuelewa. Nyamaza mke wangu, na mgeni unipe hata amani mmeo jamani, nachoka mimi. Yaani hii mimba mpaka mke wangu kajifungua, si nitakuwa nimeshakufa mimi jamani. Hata huyo mtoto mwenyewe nitashindwa kumuona. Kwa hizi mbilinge hizi. Unanisurubu kweli kweli. Ndio hivyo. Nenda ndani ukachukue nguo uzifue sasa hivi. Haya nenda. Sawa. Jamani. Baby. Nisikilize kipenzi changu. Yaani huyu mwanaume nitampitisha kindumbwe hata kuja kwa mimi. Asante sana Maria. Karibu sana. Karibu sana. Samahani sana dadangu. Ni bahati mbaya, haikuwa lengo langu. Usijali, hata mimi pia nilikuwa sijakuona, naomba nisamehe. Basi sawa. Karibu sana madam. Asante sana mwalimu. Tena leo umekuwa na bahati sana. Maana siku hapa kuripoti tumepata mwanafunzi mpya. Wow. Hujambo mtoto? Jambo, shikamo. Marhaba, uko poa? Niko poa. Madam Leticia, nadhani kwa sasa na kazi nyingi sana. Nikuombe umpeleke mtoto darasani kisha urudi baadaye kwa ajili ya kusaini. Samahani mwalimu. Nadhani unajua kwa mimi leo ndio nimekuja kuripoti shuleni. Hivyo hata darasa langu pia silifahamu. Shit. Ngoja nimpigie madam aje kuchukua. Halo? Madam Angolile. Nakuomba uje ofisini mara moja. Subiri aje kuchukua Ndiyo mwalimu mkuu. Angolile. Huyu ni mwalimu mpya, amekuja kuripoti leo. Na atafundisha darasa la kwanza. Karibu sana. Asante sana. Na kwa bahati nzuri tumepata tena mwanafunzi mpya. Wow. Ni kama bahati siku ya leo, sio? Jambo. Sasa naomba kaoneshe darasa lao. Madam, ukishaonesha darasa na kuomba urudi hapa mara moja kwa ajili ya kusaini, sawa? Sawa mwalimu, usijali. Nitarejea. Karibu sana. Asante. Tunaweza kwenda? Karibu.
Mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Soup TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy. Mke wangu. Shuka kidogo kwanza. Mke wangu. Mume wangu, vipi? Mbona ghafla tu umenishusha? Nini shida? Mke wangu. Nimekushusha kwa sababu mke wangu mimi nimechoka pia. Umechoka? Unamaanisha nini? Namaanisha kuwa nimechoka mke wangu. Hebu fikiria. Tumeshinda siku nzima na kuzungusha tu, maana nikubebe sisi nikupeleke sokoni, masi nikupeleke ukanunue kitu gani. Lakini pia tumetoka huko, nimekubeba tena kutoka dukani mpaka tunafika hapa sasa nimekubeba vile vile. Nimechoka mimi, sio punda mke wangu. Natumia mwili wa nyama unaozungushwa na damu pia. Hii sio injini mke wangu kusema kwamba labda mimi ni mashine vile. Nihurumie pia mke wangu, mimi nihurumie, mimi ni mwanadamu. Mume wangu, kumbuka huyu ni mtoto na mtoto amedai leo siku nzima unibebe tu, hataki nitembee. Wewe mume wangu sio kielewa ni nini hapo? Mke wangu, ambacho wewe ukielewa hapo ni kwamba mimi ni mwanadamu, nimechoka mke wangu. Hebu fikiria mke wangu. Tutakuwa tunashinda siku nzima, tunabebana mara huku kweli? Hata muda wa kutafuta pesa unakosekana sasa. Utakula nini mwisho wa siku? Mimi inabidi kuna muda nikae nifikirie namna gani kutafuta pesa, nitoke nikatafute huko nje. Mke wangu, huu muda ambao tunaopoteza hapa, nikwambie tu, itafika muda mke wangu itabidi ulipie wewe. Nitaulipia mimi au ataulipia mtoto wako atakapozaliwa? Unajua mke wangu, haya mambo ambayo yanaendelea hapa unavyozidi kuyafanya hivi, mimi nitafika muda nitachoka. Nimechoka, unajua mwenzako. Mimi nimechoka mke wangu, nakwambia. Oho. Umechoka? Kumbuka haya yote anayotaka sio mimi, ni mtoto Kanoni. Kwa nini unanifokea mimi? Kumbuka hapo hunifokei mimi. Huyu ni mtoto wako ndo anahitaji ufanye hivyo vyote. Hizi lawama kama vipi mpe mtoto? Haya, mfokee mtoto wako sasa. Unataka nimfokee? Sawa. Nisikize wewe mtoto. Kwa nini unataka tufanye kazi sisi? Kwa nini unataka tufanye kazi? Asa mbona unamfokea mtoto? Kanoni, kumbuka huyu ni mtoto, huyu ni malaika. Yaani wewe unamfokea malaika? Aha. Sawa, wewe kataa kunibeba. Nisimame hapa mwisho siku nianguke nife. Utajua mwenyewe. Mimi simu. Sasa, haya mambo ya wewe kuanguka na kufa tena yametoka wapi mke wangu jamani? Hebu acha mambo bwana. Basi mimi nimekuelewa. Tumekaribia kufika nyumbani. Njoo nikubebe nikupeleke tu nyumbani. Yasifike mbali bwana. Tusifikie huko, njoo bwana. Wewe au? Mtoto, kwa nini uko hapo? Wanafunzi wenzao wote wameshaondoka na hapa shuleni hakuna mtu yoyote. Vipi, kuna tatizo? Hapana madam, namsubiri babangu. Alisema atakuja kunichukua. Naona kachelewa kidogo. Oh, pole sana. Vipi kuhusu wewe? Mbona uko hapa wakati walimu wenzako wote washaondoka?
Kuhusu mimi, si unajua mimi ndo nimeripoti shuleni leo. Kwa hiyo nilikuwa na vitu vingi sana natakiwa kuviweka sawa. Kuna taarifa zangu muhimu nitakiwa niziweke kwenye diary na ndio maana nimechelewa kutoka. Hata hivyo ndo natoka hivyo. Vipi? Tunaweza tukaongozana au utaendelea kubaki? Alafu kama vile sura yako sio ngeni, ni kama nishe kukuona sehemu. Hata mimi sura yako sio ngeni. Kama nakujua. Sasa kama tushie kuonana, patakuwa ni wapi hapo? Nakumbuka tuliona siku ile mwizi alikuwa ameniibia, yule mwizi kichaa aliyeniibia akaanguka peke yake. Afu kweli nikaa nimesahau. Ndo hivyo bwana. Kwa hiyo vipi? Tutaondoka au utabaki hapo? Nadhani ndo huyo kashakuja. Ndo yeye. Basi tutoke. Madam. Habari yako? Salama, kwema? Naona mmeongozana. Ndio tumeongozana. Kwa sababu hapa shuleni hakuna mtu yoyote na nimemuuliza kwa nini yuko hapa. Akadai umesema utakuja kumchukua na umechelewa sana. Kweli mambo yalikuwa mengi. Janeti. Leticia. Habari yako? Salama tu, vipi hali yako? Mimi niko salama kabisa. Wewe unaendeleaje? Mimi niko poa kabisa kwa kweli. Lakini imekuwa surprise sana, sijategemea kukuona hapa. Nyie wawili kumbe mnajuana? Yeah, of course tunafahamiana. Leticia, vipi siku yako ya kwanza ya kazini imeendaje? Siku yangu imeenda vizuri sana. Nadhani unajua kuwa nilikuwa naumwa, mambo yalikuwa mengi mpaka nikachelewa kuripoti shuleni. Leo hapa ndo nimekuja kuanza kazi. Oh, hongera sana na nimefurahi sana kukuona kwa siku ya kwanza kazini kwako. Asante sana Janeti. Janeti, sikutarajia kama mnafahamiana. Imekuwa ni surprise pia kwangu, lakini ni kitu kizuri sana. Na hata hivyo muda umeenda sana. Nadhani unajua tumetoka kazini tukakubaliana tumpitie mtoto, zeni tuelekee nyumbani na nimechoka sana. Kwa hiyo mimi nadhani ni muda wa kuondoka sasa. Basi sawa, hata usijali, tunaweza kuondoka. Hamna shida. Kwa sababu wote tunaelekea sehemu moja. Tunaweza tukaenda. Baby Supu ya mwanafunzi wangu karudi. Wow. Shikamoo shemeji Beni. Marhaba, ujambo epi? Sijambo. Mmeshindaje hapa? Salama. Mko sawa? Tuko sawa kabisa. Na vipi jikoni, kumenoga? Kitambo sana, wewe tu. Wewe. Basi ni kitu kizuri. Kiukweli nina njaa sana. Na kama tayari jikoni pamenoga, hapa mimi nataka kufanya kitu kimoja tu. Niende nikabadilishe nguo, nipige maji, kisha tukutane mezani. Sawa shemeji, lakini pole na kazi pia. Asante sana. Acha niingie ndani. Sawa. Okay. Yaani leo umependeza. Baby Supu, za shule? Nzuri. Usitaka kuniambia wanafunzi leo waja kushangaa wewe. Wamenishangaa ndio. Usiniambie. Happy. Kazi zako humu ndani umemaliza zote? Hapana dada, nilikuwa namalizia vyombo, ghafla Baby Supu akaingia, ndio nikaja kumpokea. Leo ninavyoongea, kaa zoba vile. Nilikuwa naacha vyombo, nikamwona Baby Supu ameingia, nikaja kumpokea. Kwa cheo gani hicho nacho humu ndani? Ni mbunge huyo sasa kusema amekuja kwenye jimbo lenu ndio unampokea sasa. Kwenda kwake shule? Wewe shule hujaenda? Naongea na wewe, huko shuleni wewe hujaenda? Nimeenda dada. Haya, kwa hiyo cha ajabu kipi hapo? Au humu ndani mwenzangu majukumu yako unayasahau sasa? Unajui kilichokuleta humu ndani ni nini? Unaanza kazi ya kushobokea machokolaa tu humu ndani, si ndio? Nisikilize vizuri wewe. Kama kazi zimekushinda humu ndani, basi mimi tutagombana na tutazidi kugombana kila siku. Nitakuja nikubamiza wewe, nitakuja nikubaluza humu ndani unichukie.
Sitochekelea upumbavu unaonifanyia humu ndani. Fanya utoke. Fanyeni haraka mtoke. Nini? Hana miguu Ni kiwete huyo? Basi nataka nimuone anavyotambalia magoti yake mpaka huko anakoenda. Nimekwambia wewe potea, naye atapotea kivyake. Mjinga wewe. Tembea, naye atafuata nyuma. Potea hapo, naniangalia nini? Kila somo litaonja umauti. Yaani humu ndani kama ni chokola, basi hakikisha usomi. Puzi wewe. Hivi mtoto ana nini humu ndani? Yaani kama sumu amekunywa na amegoma kufa. Shuleni nako kaenda. Hivi ananitafuta ubaya gani mimi huyu? Lakini sio mbaya. Hata hiyo pia nimeipenda. Asante kwa kunitanulia uwanja wa vita. Yaani nitakuinda kuanzia nyumbani, huko barabarani na mpaka huko shuleni. We lazima ufe. Yaani hata darasani utafia, hata kwenye dawati utafia. Huwezi kuendelea kuvuta hewa ya bure tu kwa kulipia kitu gani haswa? Wewe utakufa tu. Kindege, vipi? Hivi wewe unaumwa jino? Maana tangu nimefika yani hapa umevimbisha mashavu, umenuna minuno mingi. Sikuelewi. Kulikoni udogo? Yaani Jeni, katika siku nina mudi ya hovyo. Yaani ni leo. Yaani nina mudi mbaya, natamani mpaka nichukue hata chupa ya bia sio nitafune niimeze. Sema ni hivyo tu siwezi. Kwa nini sasa? Kwa nini wewe hivyo sasa? Mimi mbona sikuelewi? Yaani Jeni, naambia si hiki kitoto cha humu ndani. Yaani kinazidi kunichanganya kila siku, kichwa changu kinauma kwa ajili yake tu nakifikiria chenyewe tu. Amefanya nini kwani? Hebu niweke wazi. Yaani Jeni, huwezi amini. Kama ile sumu yako ambayo ulinipatia, nimemwekea yule mtoto kwenye vinywaji, kwenye chakula, malako. Lakini bado kinadunda tu, kipo tu, bado kinaishi tu. Yaani mpaka nazidi kuchanganyikiwa. Hachana na hilo dogo sasa. Kafanikiwa mpaka kaenda na huko shuleni. Leo asubuhi kaenda kuripoti. Haya, nimesema basi sawa, nimekubaliana na hilo, ameenda shuleni sawa. Asubuhi nimemfanyia visa tu, nimemfanyia kakisa kadogo tu. Nimeenda chumbani nimechukua pochi ya Beni anayotunzaga hela zake. Yaani hiyo pochi atakaje hata kuigusa. Nimeenda kumwekea yule mtoto. Huwezi amini. Nimetoka huko kumuita Beni, nafika hapa kwa mtoto. Sikuti ile pochi kwenye mkoba wake. Nakuta kwenye mkoba wangu mimi. Na ikiwa yule mtoto hajaniona kati namwekea ile pochi, ndo nawaza imekoje mpaka kaniwekea kwenye pochi yangu. Kwa hiyo leo kafanikiwa kwenda hadi shule? Yaani Jeni, ninachokwambia ndo hicho. Yaani yule mtoto ameenda shuleni leo, kaanza shule rasmi. Kwa sasa hapo mpango ni upi? Jeni, unadhani kutakuwa na mpango mwingine? Yaani mpango ni kuua. Yule mtoto lazima afe. Haijalishi kaenda shuleni, sijui aende wapi, yule mtoto ni lazima afe. Siwezi nikamwacha hivi hivi. Kindege, unadhani kwamba mpango ni kumuua Baby Supu peke yake? Mpango wangu nataka na wewe ufe. Yaani Baby Supu atakufa na wewe lazima ufe Kindege. Kama ni hivyo ni sawa. Usijali Kindege, mimi niko pamoja na wewe. Nitahakikisha ninashirikiana na wewe kwa kila kitu. Wewe nipe tu ratiba zote. Halafu mchezo tutaumaliza. Jeni, ratiba iko wazi. Yaani kila kitu kinajieleza. Hakuna kulala kuanzia leo. Yaani ni kuwinda kila anapoenda. Unadhani kuna nini kingine? Hapo tumemaliza. Mchezo umekwisha. Itabidi tudili na huyu mtoto Baby Supu. Kazi ishe kabisa mapema kabisa. Basi sawa. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia.
na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy.